Bana Falia, tafadhali mashkura ni mwanamichezo mwenzetu popote pale ulipo, karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco, kulia kwangu ni Daktari Nalinga Mfaume, lakini kushoto kwangu ni Garincha. Mwingine huyu anafahamika kwa jina la Steven mwana wa Mapunda. Tutakwenda kusikia mengi na mazuri yakiwa na nguvu kubwa mno na vini Nkolomboka. Nkolomboka bwana ni kinywaji ambacho kinatengenezwa kwa kutumia mimea yetu ya asili na vitu vyenye asili na si vile vyenye kemikali, kwa maana kuna tone pale la asali, lakini pia kuna tangawizi, kuna mdalasini na vitu kadha wa kadha. Sasa jipatie hiyo bwana, ili uhakikishe mambo yako yanakwenda vizuri, unapata nguvu ya kutosha. Lakini bwana Nkolomboka kwa sasa ina offer bab kubwa kwa wale wafanya biashara, kwa sababu ukinunua zile carton za Nkolomboka 100 unapata pia carton 5 kama zawadi ama kama offer kwa ajili yako. Sasa changamkia fursa hiyo, kwa sababu hii ni mahususi kwa ajili ya sikukuu hizi za mwisho wa mwaka, kwa maana ya Christmas pamoja na mwaka mpya. Na ndio maana tunasema vini Nkolomboka bwana, nguvu ya Simba, fahari ya Tanzania. Nalinga Mfaume, uko vizuri? Ya, niko poa kabisa. Mambo ni mazuri kweli kweli kwa upande wako? Yes, kwa upande wangu mimi hakuna tatizo lolote. Okay. Nashukuru Mungu. Hivyo pia na tumaini ubuheri wa afya. Steven Mapunda, kabisa. Afya yako ni njema? Mungu ni mwema, silalamiki. Ndio, ni jambo la kumshukuru Mungu. Tunaanzia kwako Steven Mapunda. Swala zito kweli nyakatizi ni uwanja wa klabu ya Young Africans, ndio kwa kitu ambacho kinazungumzwa kweli. Lakini hatimaye mwenyekiti wa vilabu barani Afrika na rais wa klabu ya Yanga amevunja ukimya na kueleza kwamba insha uwanja wa Yanga iko vizuri na walikofikia pazuri. Wao wanadili kwenye mipango yao na si kuzungumza kana kwamba wanapata taarifa ya mengi yanayozungumzwa juu ya uwanja wao. Wengine wakisema kwamba zimepita siku 100 hakuna chochote, hakuna lolote, lakini hilo alifanya wao washindwe kuendelea na mipango yao. Kwako Steven Mapunda, tunaanzia hapo swala la uwanja wa Yanga. Wewe unaliona limekaa kwenye muktadha upi, ikiwa zimepita siku 100 toka akabidhiwe hati ya kuongezewa eneo kwa ajili ya kuweka uwanja pale mitaa ya Twiga na Jangwani? Kwenye project kubwa kama hizi huwa zinakuwa zina pande mbili. Pande ya kwanza wanaita open work. Okay. Na pande ya pili inaitwa close work. Kwenye upande wa open work ni zile kazi ambazo zinakuwa za nje, ambazo zinaonekana kwa uwazi. Yeah. Kwa maana ya kwamba tunaweza kuona katapila likiwa uwanjani linasawazisha uwanja, tunaweza kuona watu wa pumbling wakiwa wanapitisha mabomba, watu wakiwa wanachimba, tunaanza kuona watu wanatoa vifusi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hiyo ni open work ambayo tunaanza kuona sasa utekelezaji ukiwa unafanyika. Lakini kuna kitu kingine wanaita close work. Hii ni eneo ambalo hatuwezi tukaona, yani ni mchakato ambao unafanywa, hatuwezi tukauona kwa macho. Ndio tukaona kwamba ni kitu ambacho kimekaa kipo kimya, lakini kumbe katika eneo la ndani kazi zinafanyika, lakini kwa sababu kipo katika eneo la kufungwa zaidi, eneo la ndani zaidi, hatuwezi tukaona, tuweza tukahisi kwamba hakuna kinachoendelea. Na ndio maana ukimsikiliza rais wa klabu ya Yanga akawa anasema kwamba wao bado wako kwenye focus ya ujenzi wa uwanja wao na wapo katika mipango hiyo. Nafikiri wapo katika eneo ambalo la kuto kuonekana. Kwa maana ya kwamba kwa sasa wanajaribu kuangalia hali ya eneo tuliopewa lipoje, drainage yake ipoje, udongo wake unatuhamisha maji au unafyonza maji, udongo wake wa aina gani, je inapotokea mafuriko inakuwaje, umeelewa vizuri? Watapokuja wafanye jambo la aina gani? Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo wataalamu wa udongo wanaendelea kufanya utafiti wa namna kama hiyo. Lakini pia wanajaribu kuangalia miundombinu ambayo itakuwa inawekwa hapa ni miundombinu ya aina gani, ikae kwa namna ipi, uwanja ambao tutakaoweka tutaweka upande gani, tutaweka goli itakuwa kaskazini na kusini au itakuwa magharibi na mashariki, tutaweka, kwa sababu lazima unapokuwa unajenga uwanja lazima uangalie
effect ya jua kwa wachezaji pamoja na waamuzi. Hivi vitu hivyo vinazingatiwa. Unaweza ukaweka uwanja unakuwa hauko supportive kwa wachezaji, kwa maana kwamba wakati wa jua linapiga basi unakuta kwamba uwanja unakuwa hauwezi kusupport wale ambao wanacheza kiwanjani. Kwa hiyo lazima kuwe na utaalamu wa kuweza kuangalia uelekeo wa jua huo unakuwaje, nyakati za saa 9, nyakati za saa 7, kwa sababu kuna michuano mingine unakuta inaanzia asubuhi. Kuanzia jua la saa 4 uelekeo wake unakuwaje, tukiweka uwanja magoli yake yawe ya namna gani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo hivi haviwezi vikawa katika eneo la wazi, lazima viwe katika eneo la kufungwa ambao eneo la ndani. Kwa hiyo nafikiri sasa Yanga wapo katika maeneo ya ndani, lakini pia lazima waweze kuzingatia kwamba nyasi ambazo zitakazoweza kutumika ni nyasi za aina gani. Tutatumia natural au tutatumia artificial. Hii ni vitu ambavyo viko vya ndani ambao huwezi ukaona katika macho ya kawaida. Kwa mimi najaribu kusimama katika uvumilivu huo wa kuweza kuona kwamba hata engineer Hersi alivyosema kwamba kwa sasa bado mchakato uko pale pale na mpango wetu uko pale pale. Basi mimi nafikiri bado kwa kuweza kuangalia katika nyakati za kitaalamu za namna hiyo katika phase 2, phase ya kwanza na ya pili, mpango usioonekana na mpango ambao unaonekana. Kwa hiyo katika hilo mimi bado nina imani na klabu ya Yanga, nina imani na uongozi kwamba lazima wataendelea kujenga uwanja. Pointi ya msingi ambao watu wanaisimamia kwamba waliahidi ndani ya siku 100 ujenzi utaanza. Lakini bado pointi yangu inarudi pale pale kwamba itaanza katika mpango upi, kwa sababu kuna uandani na uandani na unaoonekana. Kwa hiyo kwa siku 100 ni siku chache sana, ni kama miezi 3 na siku 10. Kwa hiyo inawezekana mchakato yakinifu bado unaendelea, kwa maana ya kwamba kuweza kufanya kile kitu kije kufanya kwa kuonekana, basi kiwe tayari kisha kuwa planned kwa kila engo, kwamba inafanywa kitaalamu baada ya kuweza kujihakikishia kwa kila jambo. Kwa kuanzia pale mpaka sasa bado wapo katika utaratibu wa ujenzi, kwa sababu kila kitu kinaanzia kwenye mawazo. Unajenga wazo kwanza, alafu baada hapo unakuja kuimplement yale mawazo yako kuja kuyaonyesha sasa. Kwa sasa hivi wapo katika scheduling ya mawazo ya namna gani wanakwenda kuuendea uwanja wao. Bwana wewe, hivyo ndivyo ambavyo Steven Mapunda amepita na kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii baada ya watu kuuliza kunani Young Africans walisema ya kwamba baada ya siku 100 uwanja wao utakuwa kwenye hatua nzuri kweli kweli, shughuli zitaendelea, lakini mbona inaonekana kama pako kimya. Mwenyekiti wa vilabu barani Afrika na rais wa klabu ya Yanga kwa maana Engineer Said amezungumza mipango yao bado inaendelea vizuri na wao waweze kuipigia kelele, lakini kila kitu kipo kama kilivyopangwa. Hivyo naweza kusema sasa ujenzi wa Yanga uko bado pale pale, lakini utulivu tu ndio ambao unatakiwa ili kupata kitu kizuri zaidi, watu wasiendeshwe na miemko, kwa mujibu wa maneno ambayo yamezungumzwa hapa Steven Mapunda. Nimesummarize, nimepata pointi hiyo. Tunarejea mkono wangu wa kuume kwa maana ya Daktari Nalinga Mfaume, utuambie wewe sasa. Stories zimekuwa nyingi, mambo yamekuwa mengi, watu wanaona kama vile kumekuwa na propaganda, lakini amezungumza hapa ndugu yetu Steven Mwana wa Mapunda Garincha, ameeleza ya kwamba yeye anaona ni utulivu tu na process zinaendelea, wana Yanga wasiwe na haraka, wasubiri vitu vizuri vinakuja. Ametoa mengi ABC juu ya uwanja huu. Kwako nini hasa ambacho nakiona kwenye uwanja wa Young Africans ambao unatarajiwa kujengwa pale mitaa ya Twiga na Jangwani, kwa maana ya Kariakoo, Ilala, Dar es Salaam, Tanzania? Eneo ghali kabisa. Eneo la biashara, eneo la bei ya juu kabisa. Bwana, mimi naweza nikasema ule ndo uhalisia. Yaani Mapunda amezungumza vizuri, amezungumza kwamba imeenda imerudi, mchakato wa ndani wa nje. Ndani ya siku 100 hakuna kinachoonekana, ndo uhalisia. Ndio maana watu wanaoji. Yaani ndani ya siku 100 hakuna kinachoonekana. Mimi niseme tu ule uwanja sio Yanga ndo anajenga uwanja. Ule uwanja ni wa GSM. GSM ndo mwenye maamuzi yote, ajenge asijenge ni GSM. Yanga wana hela yote kujenga uwanja pale. Umeelewa? Engineer of course anaweza kusema kama rais wa Yanga, lakini yule ni part ya nani? Ya GSM. Kwa GSM yani GSM tufanye ndo mdhamini. Lakini anaoni club kwa maana kamweka mtu wake, na kwa upande wa uwekezaji amesimama yeye kama yeye. Sio, umeelewa? Kwa hiyo ni genius ambaye ameiteka klabu. Sasa kwenye swala la uwanja Yanga hawezi kuhoji hela wanatoa wapi, na mkataba unasema ni GSM ndo anaweza
fadhili ule mradi. Na wakishafadhili ule mradi, Yanga sijui watapata nini, kwa sababu itakuwa ni deni, mambo yanakatwa. Yale zitakuwa zinakatwa mpaka zaidi ya miaka 100. Kwa yeye ndo aweze kutoa pesa zake mfukoni, awekeze pale. Kwa hiyo zitaweza zikata siku 100, miaka 20, Yanga hawana hela za kutoa. Ni GSM. Kwa hiyo akiamua leo nitajenga uwanja, itajenga. Ingelikuwa ni program ya club, umeelewa, imesimamiwa na wanachama wa club, wale tunasema loyal fans au wanachama ambao wana mapenzi mema na klabu yao. Kumekuwa na strategy nzuri kwamba inaanzia 1 2 3 4 5 kama club tunalibeba hili. Sio mtu mmoja, tunalibeba kama club. Leo hii ingekuwa ni kuwajibishana kupa uzuri. Sasa rais anakuja tu easy way. Tumeahidi siku 100. Unajua usipotimiza ahadi, kwa imani yangu mimi naona ni unafiki. Yaani wewe umeahidi haujatimiza, ni unafiki. Sasa siku 100 zimepita, lakini nalinga siku 100 kusema kwamba utakamilika kwa 100%. Uwanja huwezi kujengwa siku 100 na Linga Mfaume. Si ndio upo kwenye process. Mtu anaulizwa, anajibu hize. Na watu wamekaa kimya wenye klabu yao. Ndio maana nikasema, wao unataka wafanye nini na Linga Mfaume? Kulikuwa kuna question ya kujibu. Yaani tunakuuliza utujibu vizuri. Na kama unashindwa kutujibu vizuri, anamjibu nani sasa? Kwa sababu waliomuuliza sio na Yanga, waliomuuliza ni baadhi tu ya watu au wadau ambao wameposti kwenye mitandao ya kijamii. Wameuliza kwa mujibu wa wananchi na hawajatoa tu from nowhere, wametoa kwa kile ambacho amekizungumza yeye. Wewe una uhakika wananchi ndio wamewatuma watu waulizie uwanja unaendeleaje? Walioposti ni akina nani? Walioposti ni baadhi ya peji mbalimbali za habari. Wanahabari wapo kwa niaba ya nani? Wanahabari wapo kwa niaba ya Watanzania wote ambao wanataka kuhabarishwa habari. Watanzania si kuna wanayanga pia? Ndio. Kwa hiyo Watanzania sio wanayanga. Lakini hakuna wanachama ambao wameshinikiza hili kwa sababu kila klabu ina utaratibu. Ndio maana nikasema kama hakuna wanachama ambao wameshinikiza, basi ile klabu haina yani kama hawaja question hichi ambacho kinatokea, nasema basi ile klabu haina wanachama waliokuwa hai. Kwa nini wanachama hai hakuna ndani ya Yanga? Hawa question ni vitu vya msingi. Wewe una uhakika gani kwamba wanachama hawajui taratibu za uwanja wao zinaendeleaje? Mimi hapa kwa kitu ambacho nimekiona mpaka sasa hivi, general identity au kitu ambacho ni uhalisia. Ule uwanja sio wa Yanga. Yaani sio wa Yanga. Na ndio maana Yanga wenyewe hawana nguvu ya kuoji. Uwanja ni wa nani sasa? Wa GSM. Kama GSM, kwa nini ujengwe kwenye eneo la Yanga Afrika? Unajengwa kwenye eneo la Yanga Afrika kwa sababu ya Yanga Afrika wameamua kumpa eneo lao GSM. Unataka uzue taharuki na wananchi. Mimi sizui taharuki kwa sababu mkataba kipindi kile walivyoingia pale nadhani tulijadili hapo kwa uwazi kwamba GSM ndo atajenga pale, atajenga ile maduka. Umeelewa? Yeye ndo kapewa ile kwamba ndo atakuwa ni mdhamini wa ule uwanja. Kwa atajenga na akishajenga kawaida na Linga Mfaume. Akishajenga maduka, revenue ya pale itakayopatikana pale, kwa sababu Kiswahili sema mapato kwenye masuala ya uwanja, masuala ya maduka, masuala ya malls na vitu vingine ambavyo vitajengwa pale Jangwani, na itakuwepo pale. Young Africans hivi vitu hatuweza kufaidika navyo kwa sababu cha kwanza kama ni eneo la ni facilities za Young Africans, itabidi Young Africans wamlipe GSM kwa sababu GSM ndo amejenga pale, na namna ya kulipa Young Africans hawana hela ya moja kwa moja kulipa, watalipa kwa kukatana. Umeelewa? Kwa asilimia nyingi ya pesa atazichukua nani? GSM kwa zaidi ya miaka hata 200, kwa sababu gharama kubwa atakayojengwa pale Young Africans kwa pesa ambazo wanazipata. Kwa mfano ukiangalia mwaka uliopita wamepata milioni 300 ndo bakia. Sio faida, bakaa yani, na sio faida ya club kutokana na biashara zao wanazozifanya. Kwa hela ambayo itakapatikana pale, kwa mfano Young Africans wanaingiza milioni 300 kwa mwaka, labda pesa pale imetumika bilioni 100, ukikalculate hapa Young Africans watalipa ule uwanja kwa zaidi ya miaka zaidi ya 200. Kwa nini wanapo zaidi ya miaka 200? Sasa unaposema inaingiza milioni 300 wanapojenga uwanja, tafsiri yako imeongeza pia vipato na huyu na chengine labda na Linga nikusaidie. Nataka nikusaidie kidogo na Linga Mfaume kabla hujaendelea. Hizi ni taratibu za kawaida na Linga. Viwanja vingi vikubwa vimejengwa kwa mifumo hii na Linga Mfaume, kwamba wanatokea watu wenye fedha, wadhamini wanatia fedha zao, uwanja unajengwa, alafu uwanja ukishajengwa sasa wanakubaliana, bwana hapa tutatengeneza mfumo mzuri ndani ya miaka labda 20 ama 10, unanipata uzuri. Lakini na Linga umewashtua wananchi kwamba GSM anaweza kuchukua fedha zaidi ya miaka 200. Yaani vizazi vizalia na vizazi vinapotea, GSM wanakula pesa. Sasa kuna maduka, uwanja, hoteli, ina maana zishindwe kutengeneza faida ndani ya muda mchache
ili mdhamini ama mdhabuni aliyetengeneza ajilipe, kisha Yanga waendeleze shughuli zao na kuchukua mapato yote kuingiza kwenye klabu. Mbona Nalinga kama unawachokoza tu wananchi? Mimi sichokozi wananchi. Mimi natoa somo. Unajua kwa watu ambao wanauelewa mpana, watu wa biashara huwa wanatumia mitego kuwaingiza watu chaka ili waweze kujinufaisha wao. Akishajenga pale uwanja na hayo mapato tumezungumzia, umeelewa, hata kama wakigawana haitakuwa kwa miaka 20 kama umezungumza, ni zaidi ya miaka 200 kwa sababu atatumia ni gharama kubwa. Kumbuka Young Africans hatotoa hata shilingi 100 kwenye ule uwanja au kwenye yale marekebisho. Hivyo vitu vyote ambavyo umezungumza, Young Africans hatotoa hata shilingi 100. Na ukirudi kwenye vyanzo vya mapato vya Young Africans, huo uwanja ukirudia kwenye, kwa mfano msimu uliopita, ule uwanja tunawategemea ni mashabiki ndo waende kuingiza hela kwa sababu tunatangia vipato vya mlangoni. Msimu uliopita Young Africans hawajapata hata bilioni 1 kwenye ukusanyaji wa mapato ya mlangoni. Ukiangalia kwenye general meeting ambao walifanya miezi miwili iliyopita, Young Africans faida hela ambayo wamepata kutokana na viingilio haijafika bilioni 1, haijafika. Umeelewa? Ule uwanja utajengwa zaidi ya bilioni 60. Haya, kwenye hiyo milioni 900, bilioni 1 haijafika. Uigawanye kwenye mambo mengine, labda usajili, mishahara na nini, kwenye milioni 900 Young Africans hawabaki hata na kitu kimoja. Umeelewa? Yaani kwenye milioni 900 ukigawanya kwenye mapato ya kawaida Young Africans hawabaki hata na kitu kimoja. Haya, tufanye ule uwanja unakuwa uzalishi sasa, kwa sababu Young Africans hakuna anachokipata pale, hakuna faida. Kwa hiyo GSM watatoa wapi na kumlipa bilioni 60 za GSM? Deni linaendelea kukaa. Kuna hoteli. Hoteli, umeelewa, biashara ya hoteli, asilimia kubwa watakuwa wanakaa pale ni timu itakuwa inakaa bure. Hiyo hoteli hiyo timu ya Yanga itakuwa ILP, itakuwa inakaa bure. Hoteli inakaa timu tu. Timu mara nyingi kwa sababu timu zitakuwa inakaa pale. Hosteli za timu hapo. Sasa mtu hosteli watakaa under 20 under 17 walivyosema. Yaani hosteli professional kama pakao mwezi kumweka hosteli, utamweka hotelini anakaa bure. Hasara. Haya, kwenye maduka kupangisha, umeelewa? Kupangisha, haya tufanye ndio umepangisha sasa hela. Na mtaa wa Jangwani pale, mtaa wa Jangwani kwa tunajua Kariakoo, frame pale ni bei rahisi. Yaani katika maeneo siwezi kuitaja hapo. Mtu anipigie simu nitamwambia. Kariakoo unaweza kupata frame chini ya milioni 1. Milioni 1 huwezi kupata. Sasa kwa Jangwani unapata chini ya hapo. Jangwani panatengenezwa pale. Yaani pale Jangwani pale unapata chini ya milioni 1. Wewe una nini la kumjibu kwanza Nalinga Mfaume? Amekuwa na povu jingi kweli juu ya wananchi na uwanja wao, kana kwamba anaonea donge, maana yeye anapiga tu panapouma. Yaani Nalinga, kitu ambacho nimekiona Dr. Nalinga bwana, amepotosha umma kwanza kwa kusema kwamba uwanja unaojengwa ni uwanja wa GSM, sio uwanja wa Yanga. Yes. Hapo inabidi aweze kurekebisha kauli yake. Ule ni uwanja wa Yanga unaojengwa pale. GSM yeye ni kama mdau mkuu, yani mshikadau mkuu ambaye ameweza kutuma na zabuni yake ikapitishwa kuweza kusimamia ujenzi wa uwanja. Umeelewa vizuri? Kwa GSM anasimama katika ujenzi wa uwanja kama mtu wa namna gani? Mbali ya kwamba anasimama kwa ajili ya kuweza kutoa fedha ya ujenzi, lakini pia yeye ndiye ambaye anakuwa responsible katika kutafuta wakandarasi ambao wanaweza wakahusika katika ujenzi wa uwanja huu. Lakini pia yeye pia ana wajibu na jukumu la kuweza kutafuta wadau wengine ambao wanaweza wakaja kusapoti katika ujenzi wa uwanja. Umeelewa vizuri? Sasa kinachokuja kutokea ni nini? Kwamba watu wanakuwa wanapata contradiction kwamba pesa ambazo atakuja kuzitoa GSM, kwamba kwanza anatoa pesa kwa 100%, ni kitu ambacho sio kweli. Kwa sababu mpaka sasa hivi ukiangalia Yanga juzi tu hapo wametoka kwenye mkutano wao, wametoa thamani ya club. Yaani club thamani yake ni zaidi ya bilioni ngapi? 100. Umeelewa vizuri? Kumbuka thamani ya klabu hiyo zaidi ya bilioni 100, hapo uwanja ambao unaweza ukaingiza mapato, unaweza ukakodishwa na timu za nje, timu za ndani, unaweza pia ukaendeshwa na ukafanyika ligi za ndani na za nje. Bado haijaanza kufanyika. Tafsiri yake ni nini? Kwamba watakapokuwa na uwanja wao, thamani yao itapanda zaidi ya ilivyokuwa sasa. Sawa. Kwa hiyo uwezi ukasema kwamba watakuwa wanapata hasara, kwamba wanaweza wakawa wana hasara kwa miaka 100 yote. Hiyo sio kweli. Lakini pia ukija kuangalia kwa sasa hivi pale, piga hesabu tu kiwango cha chini kwamba frame ambayo inaweza ikae na kodishwa pale iwe 500 kwa mwezi. Umeelewa vizuri? Alafu inajengwa gorofa pale. Sawa? Gorofa inakuwa na floor, labda floor 3. Alafu katika floor 3 kuwe na frame 1500.
Piga 1500 mara 500 mara 3, unapata kiasi gani? Hizo pesa wao wanazikusanya kwa mwezi. Hapo nimepiga kwa kima cha chini sana. Kwa hiyo wana uhakika wa kuweza kukusanya hata bilioni 100. Umeelewa vizuri? Ndani ya miezi 6. Wanao uwezo huo upo wa kukusanya bilioni 100, ambao hiyo ni thamani ya klabu ambayo imepigwa katika mkutano uliopita. Kwa hiyo tafsiri yake ni nini? Kwamba uwanja utakapokuja kukamilika watakuwa wameweza kuongeza thamani zaidi, lakini pia watakuwa wameweza kuongeza mapato yao makubwa zaidi. Huyu ameleta point ya kusema kwamba katika msimu uliopita viingilio vya washabiki havikufika bilioni 1 kwa mujibu wa Nalinga Mfaume. Kwa mujibu wa mkutano mkuu wa Young Africans, rejelea bajeti yao watu na matumizi. So umeelewa vizuri hapo? Umeelewa vizuri hapo? Kwa hiyo ina maana kwamba ile usimamizi wa mapato ya viwanjani, usimamizi wao unakuwa hauko direct kwao, kunakuwa na migawanyo mingi sana. Lakini wanapokuwa na umiliki wa kiwanja kwao upande wao, haiwezekani ikawa kama ilivyo sasa. Umeelewa vizuri? Lakini pia tunafahamu kwamba mbali ya mambo yote yanayoendelea, kunakuwa na errors nyingi sana kwenye mapato ya mlangoni. Yaani mengi sana zinakuwepo. Na mpaka ilifika kipindi mamlaka iliweza kuamua kwamba katika mechi husika, sawa, mapato yanayohusika katika mechi husika yaende kwa mwenyeji. Unafikiri kwa nini ilikuwa hivyo? Kwa sababu kulikuwa na errors nyingi sana zinatokea. Unakuta mwenyeji anafanya maandalizi makubwa ya game, lakini returns yake zinakuwa hazifanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna errors nyingi sana. Kwa mbali katika kupambana na errors kama hizi, ndio maana unaona kwamba Yanga sasa wanapambana kuweza kuweka uwanja. Kwa hiyo mimi ninachokuja kurekebisha kwa bwana Nalinga Mfaume kwamba sio kweli kwamba uwanja unaojengwa wa Yanga ni uwanja wa GSM, ni uwanja wa Yanga kwa sababu umiliki wa uwanja na hata hati ambayo wamepewa ya kuongeza eneo haisomi GSM, inasoma Yanga. Mimi nimalizia hapo. Unajua Steve kazungumza uzuri, lakini mimi kwa watu ambao tumeamka, umeelewa, tunaelewa hivi vitu, umeelewa. Unaweza kusema ni vitu ni vya Yanga, lakini Yanga Africans hana chochote cha kuendeleza pale, umeelewa. Hana chochote cha kuendeleza. Anamtafuta mtu anaenda kuendeleza pale. Ni utaratibu tu wa kawaida. Yaani una eneo lako, anakuja mtu anajenga pale, anatumia sasa kitu ambacho mimi nakiona, niwaambie kitu kimoja anatumia. Shughuli kwanza. Niwaambie watu, umeelewa. Kwanza GSM, kumbuka hapa tu na uwazi. Umesikia Steve? Uwanja utumiwi na GSM. Nielewe mimi Steve, nakwambia kitu kimoja. Kwanza Yanga inabidi waamke, umeelewa? Na wadau wa soka kama mimi na wadau wengine tuamke kuwa na uwazi. GSM akishamaliza atakuwa anachukua shilingi ngapi? Kwa sababu GSM ndio anawekeza. Yaani hili swali leo hii wana Yanga na wadau tuamke tuulize. Yaani amekamilisha huo, tunaweza tukafurahi hapa, lakini baada ya vizazi vijavyo watu wana Yanga watakuja kulalamika, umeelewa? Kuwe kwanza na uwazi. GSM anatoa pesa zote. Pesa ya mtu haitoki bure shehe. Anatoa pesa zote. Ule pale lile eneo Yanga alikuwa nalo kwa miaka mingi hajaje kuliendeleza. Kwa sababu gani? Hela hakuna. Leo GSM wanaweka hela. Kuwe na uwazi, ndio utawala bora Cisco. Kwamba GSM anakamilisha ujenzi, yeye kama mfanyabiashara atakuwa anachukua kadhaa na sisi tunachukua kadhaa. Kama kwenye jezi 32 Yanga anachukua 2000 1000. Ulikuwa unaanza kwenye interest sasa. Umeelewa? Mimi tuachie wananchi kwenye hoja yako ya msingi. Kwenye hoja yako ya msingi nimegusia hapo kwa sababu issue anje kuna kitu umekizungumza kwamba uwanja sio wa GSM na nini, lakini ndio nimesema Nalinga Mfaume mimi nimemjibu Steve kwamba alivyosema uwanja sio wa GSM ni wa Yanga. Sasa mimi ndo nauliza sasa hapo, umeelewa? Wananchi inabidi wawe wa kweli, wawe na uwazi, hasa viongozi wao waulize kama kweli ni uwanja ni wa Yanga. GSM akikamilisha uwanja atakuwa anachukua shilingi ngapi na Yanga atachukua shilingi ngapi? Kama sio ni kwa jibu jepesi. Yanga inavyoendeshwa kwa sasa tuachie wamalizie hapo kwa comments. Jina langu naitwa Cisco Nalinga Mfaume, amezungumza mengi na mazuri. Unaweza kudrop comment yako hapo chini. Niseme tukutane tena muda na wakati mwingine, lakini pia ni mada nzito kweli kweli hii, tunaweza tukaanza sasa hivi mpaka kesho. Drop comment yako hapo, alafu tuambie nini hasa ambacho wewe unakiona kinaendelea ndani ya klabu ya Young Africans. Oila Linka, ba salam.